Mimi ni Dr. Frank Felisa Lugai, mtaalamu wa magonjwa ya wanawake na watoto kutoka hapa Shekebeke Clinic. Katika kipindi hiki nataka tukaangalie faida au lishe kwa watoto chini ya miezi 6, yaani kuanzia mtoto mwenye siku moja mpaka miezi 6, lishe yake, utaratibu wake wa ulaji huwa unakuwaje. Na ni muhimu sana kuhakikisha tunazingatia kipindi hiki kwa mama ambao tumetoka kujifungua muda si mrefu. Watoto chini ya miezi 6 kwa ujumla wanategemea maziwa ya mama sana. Maziwa ya miezi 6 ya kwanza ni muhimu sana kwa mtoto. Yana faida ya kutengeneza kinga ya mtoto dhidi ya magonjwa na kumsaidia mtoto katika ukuaji. Sasa katika kipindi chote cha miezi 6 ya kwanza, maziwa ya mama ni muhimu sana. Mtoto hapaswi kuchanganyiwa na kitu chochote katika kipindi hiki. Maziwa ya miezi 6 ya mama yanakuwa yana virutubisho vyote, yanakuwa na protein, yana fat, yana maji na kadhalika. Kwa virutubisho vyote vya msingi yanapaswa kuvipata pale. Kuna wale mama ambao hawanyonyeshi wanatumia maziwa ya unga. Ni mazuri kabisa kwa sababu maziwa ya unga yanakuwa na wingi wa vitamini D, ambayo vitamini D inaweza kumsaidia mtoto dhidi ya ukuaji. Tutaona vitamini D ni vitamini muhimu. Inasaidia ukuaji wa mtoto, lakini pia inasaidia uimara wa mifupa ya mtoto. Sasa maziwa ya unga yanakuwa yana vitamin D moja kwa moja, lakini maziwa ya mama ya miezi 6 ya kwanza huwa hayana vitamini D. Kwa hiyo ikiwa mama atampatia mtoto maziwa hayo kunyonyesha, kuna haja ya kumpatia virutubisho vya vitamini D. Na namna gani virutubisho vya vitamini D vitolewe tutakwenda kuangalia katika kipindi kinachofuata. Endelea kufuatilia. Lakini maziwa ya miezi 6 ya kwanza yanakuwa ni maziwa muhimu. Mtoto hapaswi kupewa kitu kingine chochote. Anapoanza mwezi wa 7 na kuendelea, basi ndipo lishe yake inaweza kubadilika. Lakini pia hao watoto wa miezi 6, chini ya miezi 6, wanakuwa katika kipindi cha ukuaji, hivyo matumbo yao yanakuwa ni rahisi kuweza kuchakata maziwa peke yake. Ndio maana tuweze kusema kwamba kipindi hicho ni sahihi mtoto kutumia maji ya kunywa au kutumia chakula chochote. Katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza, maziwa ya mama yanakuwa ni muhimu. Amnyonyeshe mtoto kwa mpangilio, na maana ya kwamba amnyonyeshe mtoto katika kipindi ambacho ni masaa ambayo atakuwa amejipangia. Kuna namna ya masaa tunaweza kuelekeza masaa ya unyonyeshaji ambayo tutaenda kuelekeza katika kipindi kitakachofuata, lakini ni vizuri hakikishe mama anamnyonyesha mtoto sio tu anapolia aidha amepata njaa, bali amnyonyeshe mtoto muda wote anapotakiwa kunyonyeshwa. Hii itamsaidia mtoto kupata virutubisho vya msingi na kula kabla ya wakati. Kuna baadhi ya watoto wa miezi 6, chini ya miezi 6, wanakuwa ni wavivu katika ulaji. Kwa hiyo wataweza kupata chakula endapo mama atakuwa amejiongeza kumpatia mtoto, kumnyonyesha mtoto katika muda unaostahili. Lengo hasa la vipindi hivi ni kujifunza na kuhakikisha nini tunatakiwa kufanya. Katika mwendelezo wa vipindi hivi tutajifunza katika mwezi wa 7 na kuendelea nini tunatakiwa kifanyike. Kwa sababu katika mwezi wa kwanza na kuendelea kuna baadhi ya virutubisho vinapaswa vianze kuongezeka. Mama anatakiwa kuanza kuongeza maziwa ya ng'ombe, ambao tunashauri kwamba anaweza akachemsha maziwa hayo na kumpatia. Sasa huyu ni kuanzia mwezi wa 7 na kuendelea. Lakini vitamini A na vitamini C, mboga za majani na vitamini C inapatikana kwenye matunda ya njano inapaswa kuongezeka, na vitamini D ambayo inapatikana kwenye mwanga wa jua. Lakini kwa hao miezi 6, chini ya miezi 6, mwanga wa jua ni vitamini D tosha pia kwa ajili ya kumsaidia mtoto. Mtoto apate walau at least dakika 5 mpaka 15 za kukalishwa kwenye mwanga wa jua la asubuhi ili kupata vitamini D ambayo wenzake walikuwa wanaipata kwenye maziwa ya ng'ombe. Asante, tukutane katika kipindi kitakachofuata. Mimi Dr. Felisa Lugai. Asante, kuwe na wakati mwema.